mkurugenzi wakala karakana kuu ya magari. Nimechukua fursa hii kufanya mafunzo kwa wafanyakazi wangu kwa vile kupata kuwajengea uelewa ili upate ufanisi katika kazi. Nimefanya katika uhakiki wangu, nimeangalia kuna baadhi ya wafanyakazi hawaperform uzuri, kwa hivyo nimechukua fursa hii, nimeona bora jambo la msingi niwaekee mafunzo. Na nashukuru mafunzo nimeyafanya na wafanyakazi naona wamebadilika kidogo, walivyoingia sivyo walivyotoka. Nimeona wafanyakazi kidogo wamepata uelewa. Fursa hii yote inachukuana kutokana na vile zoezi la kufanya performance kwa wafanyakazi. Ili wapate kuperform uzuri, inabidi tuwape motivation kama hii ya kufanya mafunzo. Mfanyakazi kidogo ukimpa mafunzo anajisikia kama yeye ni part ya mfanyakazi. Haya mafunzo tuliyofanya leo ni endelevu. Tumefanya muda wa leo, tumetegemea baada ya kota nyingine tutafanya mafunzo kama haya au zaidi ya haya. Na tutoa wito kwa taasisi nyingine kama hizi kufanya mafunzo kwa wafanyakazi wao ili kuwajengea uwezo wa wafanyakazi, ambayo wafanyakazi hayo wakipata mafunzo ndio watapata ufanisi katika taasisi zetu. Sio tunawalaumu tu wafanyakazi hawafanyi ufanisi katika kazi, lakini tangu hapo kumbe waajiri wenyewe hawatayarishi mafunzo kwa kuwapa wafanyakazi. Mfanyakazi utapompa mafunzo, kwanza anajisikia kama yeye ni mfanyakazi, bosi wake amemthamini. Na vile vile mfanyakazi ukimpa mafunzo kama hiyo, hata utapomlaumu kama hufanyi kazi uzuri kufikia malengo, basi hapo tena wewe una haki ya kumlaumu kutokana tayari ushamfundisha nini wafanye na haki na maadili ya fanyakazi vile vile tayari ushamfundisha. Kwa hivyo hapo mfanyakazi ana fursa nzuri ya kufanya mafunzo, kufanya kazi kwa ule uelewa. Kwa sababu huwezi kumlaumu mfanyakazi ufanye kazi kwa ufanisi, kumbe wewe mwenyewe mwajiri humpi mafunzo mfanyakazi wako. Kwa hivyo sisi waajiri tunatakiwa tuwape mafunzo wafanyakazi wetu ili taasisi ipate kuendelea na vile vile tupate ufanisi katika kazi. Natoa shukrani kwa STCF kwa kuja kutoa uelewa kwa wafanyakazi wangu, na vile vile natoa pongezi kwa idara ya ajira kwa kuja kufanya mafunzo kwa ajili ya wafanyakazi wangu. Ninachotarajia kwa wafanyakazi wangu kupata cream, yani kupata ufanisi mzuri zaidi. Baada ya hapa tulipokuwepo ufanisi ulipokuwa kidogo mzuri, lakini nategemea kupata ufanisi mzuri zaidi ya hapa baada ya kufanya mafunzo. Kwa majina naitwa Fumu Khalid Kombo kutoka wakala karakana kuu ya magari. Tumekuja leo kujifundisha katika sehemu tofauti za ajali kazini na masuala ya ZSF. Nashukuru nimefahamu mambo ambayo nilikuwa siyafahamu hapo kabla. Tumejifundisha kwa kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii, tumeweza kufahamu mambo mengi ambayo nilikuwa siyajui, kwa mfano mafao ya uzeeni, mafao ya kwa ajali kazini, mafao ya uzazi, hayo yote nimeweza kuyafahamu. Nashukuru taasisi ya wakala karakana kuu kwa kuanzisha mafunzo, imetusaidia sisi kuweza kuelewa vile ambavyo tulikuwa hatuvielewa. Kwa jina naitwa Asha Ali Haji, ni mfanyakazi wa wakala wa karakana kuu ya magari Zanzibar, ikiwa kama afisa masoko katika division ya ushauri na udhibiti ubora. Kwa kweli nimenufaika sana na mafunzo haya ambayo yametolewa siku ya leo, kwa sababu ukizingatia kupitia idara zote mbili au taasisi zote mbili ambazo zimefika leo, ZSSF pamoja na usalama na afya kazini, yani wametuelezea mambo ambayo tulikuwa hatuyajui, tunakaa tunajiuliza maswala. Tukiangalia kupitia ZSSF, kama mimi nilikuwa najiuliza zile nyumba, mfano naona nyumba bei kubwa, lakini sisi tunaona kwamba mishahara yetu midogo, tunaweza tukalipa vipi? Lakini maelezo ambayo tumepewa hapa yametutosheleza kwamba zile nyumba ni kwa ajili ya biashara, ili sisi kuweza kufaidika na yale faida ambayo itakayoingia kule, sisi kuipata baadaye wakati tunapopata vinua vyetu mgongo. Lakini pia mambo ya fidia, ukiumia kazini vipi uweza kunufaika? Lakini sisi ambao tunajifungua, tunapata watoto, mtoto kafariki, maana yake tulikuwa tunajiuliza kwa nini mtoto akifa upewe fao nusu, au kama mtoto yu hai upewe lote. Lakini tumepewa maelezo ambayo yametutosheleza, maana yake mpaka sasa tutakuwa hatuna tena maswala ya kuweza kuuliza mabosi wetu, maana yake tulikuwa hatushi kwenda ofisini kwenda kuulizia maswala. Lakini pia tukija katika maswala ya yale usalama na afya kazini, hii idara ilikuwa inatuchanganya akili kwamba ina kazi gani? Manake tuna ZSSF tunaambiwa nao wanahusika na masuala haya, lakini ukija na usalama na afya kazini na wao wanahusika na masuala haya. Lakini leo tumeweza kutofautisha wote wawili kwamba wana kazi gani na manufaa yake ni yapi. Kwa uhakika, yani tunaishukuru sana taasisi yetu kwa kutuletea mafunzo haya, tumeweza kunufaika na hatutakuwa na masuala kwa sasa ya kuweza kuwauliza au kujiuliza kwa kile ambacho tumekipata.